Wazazi sasa hivi mnaangalia tu A, na hilo ni janga lingine. Sababu wazazi wanapenda A, haangalii nidhamu, haangalii mtoto wake maendeleo mengine, anaangalia na A zote. Mtoto wangu ana akili, anajisifia mtoto wangu ana akili. Wakati hana nidhamu, mtoe pale aende mtaani uone kama atafanya chochote na A zake. Sasa hatutakiwi tujenge tu nini jamani? Vyeti. Tunatakiwa tutoe watoto ambao watakuwa na hofu ya Mungu, tutoe watoto ambao watakuwa na maadili, tutoe watoto ambao watakuwa na nidhamu. Hao ndio jamii inawataka. Nitoka kuongea na wanafunzi wa chuo kikuu juzi, Jumanne si Jumatano. Tunahitaji sasa hivi watoto wenye maadili, na ni wachache sana. Wazazi lazima turudi kwenye nafasi. Dunia imejaa watu wenye elimu kubwa, lakini wamejaa rushwa, wamejaa kukosa maadili, wamejaa kukosa uwajibikaji, lakini wana vyeti vizuri. Ndugu zangu, mafanikio bila maadili ni hatari. Akili kubwa pasipo maadili ni bomu. Mwisho kabisa, watoto wa sasa wanahitaji malezi ya makusudi. Yaani si kama intentional. Yaani lazima uweke malezi ya makusudi. Kwa sababu gani? Tunalea watoto kwenye dunia tofauti na tulipolelewa sisi. Narudia tena mnielewe. Tunalea watoto kwenye generation tofauti kabisa. Yaani ukirudi miaka 5, 10 iliyopita, tofauti sasa hivi na mtoto sasa hivi. Wanajua mambo ambayo wazazi hatujui. Wana hizi simu ambazo sisi hatukuwa nazo. Wana chat DGP, wana Instagram, wana Facebook. Zamani nakumbuka mimi wakati niko chuo ile mwaka wa kwanza, tulikuwa tunaenda kwenye internet cafe kutafuta internet nusu saa shilingi 500. Jenzi wa zamani mnanikumbuka hilo jamani, si ndio? Unaenda kwenye internet cafe, unatafuta taarifa au kujibu email, si ndio? Unaenda kwenye internet cafe, unalipia 500. Ni juzi, yani haijazidi miaka 10. Sasa hivi anaye mfukoni. Yaani chumbani kabla ya kulala anaingia YouTube, ana picha za pornography, wewe uzijui. Mimi nakwambia, uzijui.